la nyuma ya uwanja, lakini kuna katikati and then kuna mwisho. Eneo la nyuma ninalomaanisha ni eneo ambalo wao Singida Black Star eneo lao la ulinzi lile tunaliita ni bloku ya kwanza ambayo eneo la nyuma. Bloku ya pili ni eneo la katikati ya kiwanja ambapo viungo wanacheza pale, na eneo la tatu ni eneo la mpinzani, kwa maana eneo la Simba wanakocheza kina Chemalon na wachezaji wengine. Sasa hiyo pressing ambao walikuwa wanataka kuifanya Singida Black Star kwa aina ya mfumo ambao waliingia nayo, maana yake walitaka wakailazimisha Simba kufanya makosa katika eneo lao la kiulinzi. Na line ya nyuma kwa maana ya mabeki walikuwa wamekamilika, wako compact sana, walikuwa watengenezi makosa kwa upande wa Singida Black Star. Eneo la kiungo mipira ilikuwa inafanikiwa kuvuka salama, kina Arthur Turbada walikuwa wanafanya kazi nzuri sana, yeye pamoja na Adebayo ambaye alikuwa na ingia sana na vunjikia sana ndani badala ya kudumisha ile mapana ya uwanja. Lakini shida kubwa ikawa Jonathan Soa katika ile eneo la mwisho. Sasa yeye ni kama alikuwa na baki peke yake, badala yake akawa anapigiwa penetration pass baina ya center back wawili Chemalon pamoja na Chamuka Rabu, na nyakati nyingi tukao tunaona ingawa alikuwa anafanikiwa, hilo tutakuja kulitazama, alikuwa anafanikiwa, lakini nini kilichokuwa kinajiri baada ya kufanikiwa kuwatoroka hao walinzi. Sasa eneo lile la mwisho na eneo la ushambuliaji ndilo eneo pekee ambalo limeweza halijaweza kumlipa David Ouma kile ambacho alikihitaji. Lengo la kufanya press, kuwekea mpira pressure kwa David Ouma nilimuelewa, ni kwa sababu ya Simba Mei 25 walikuwa na mchezo mgumu kabisa wa finali. Tarehe 26 ndo wakarejea Dar es Salaam, tarehe 27 wakafanya maandalizi hayo madogo, hayo mepesi, lakini hayo ndo maandalizi ya mchezo, kwa maana kiufundi hakuna maandalizi ya namna hiyo. Kwa Simba ni kama walikuwa na fatigue, kwa kama wana fatigue ukiwapelekea shinikizo vizuri, manake wana huo uwezekano mkubwa kupoteza mipira. Mfano ninachomaanisha kuwekea mpira pressure katika lile eneo la mwisho la mpinzani, manake ni kwamba ili msikilizaji anielewe vizuri na hata Ali Muhammad uweze kunielewa vizuri, nenda kaitazame Simba ikicheza away dhidi ya RS Berkane. Build up ya Simba vile walivyokuwa wanaanzisha mashambulizi yao kutoka katika eneo la kiulinzi, wale Berkane walikuwa wakienda kuweka shinikizo, Simba wanapoteza mipira. Hata aina ya magoli ambayo yamefungwa unaona kabisa ni magoli ambayo yametokana na shinikizo ambalo walikuwa wanaweka kwenye mpira, isipokuwa wale Berkane walikuwa na ufanisi katika hilo eneo la ushambuliaji. Siku hizi jukumu la kukaba, jukumu la kushambulia si la mchezaji mmoja wala wachezaji wawili. Jukumu la kukaba ni la ni wachezaji wote 11 ambao wako uwanjani, kwa maana ya hata golikipa mwenyewe huwa anakaba, kwa maana ya na miongoni mwa magolikipa kwenye ligi yetu ambao ni wakabaji wazuri sana, namba moja kabisa ni Djigui Diarra, anafuata huyu Pinpin Kamara. Manake ni kwamba timu inapokuwa imesogea mbele ikiwa katika umbo la kushambulia, manake mfano kwa Simba Shomari Kapombe, Mohamed Hussein wanasogea juu kwenda kusupport mashambulizi, na kama watakuwa wamesogea juu, manake kiungo namba 8 na yeye anakuwa ameipush timu kwenda juu. Kwa chini timu inaweza kabaki na Yusuf Kagoma ambaye ni kiungo namba 6, lakini pia na masenta baki wawili. Kama ni hivyo, na muda mwingi Yusuf Kagoma mwenyewe huwa kuna baadhi ya moment huwa anatamani kwenda kushambulia, kwa mara nyingi wanajikuta huku nyuma mabaki center baki wawili. Wakisha baki center baki wawili na timu imeninginia juu, manake ikipigwa counter atakulia, kukao kuna mchezaji ambaye ana speed, kushoto kukao kuna mchezaji ambaye ana speed. Kitakachokuja kutokea ni kwamba mchezaji pinzani atakao uchukua ule mpira, akipiga kulia ni lazima atamlazimisha beki namba 4 kama ni Chemalon akamfanyia marking huyo mchezaji ambaye ni winga anakuja na mpira. Winga mwingine yupo anakimbia bila mpira, inabidi center back aliyebaki akamaki tena. Sasa kazi ya namba 10 au tunaita force namba 9 ama namba 9, kazi yake ni kufanya ile mikimbio baada ya kuona wale center back huyu kamfuata winga mmoja, huyu kamfuata winga mmoja, si walibaki ma center back wawili. Manake namba 10 ama namba 9 timu pinzani, speed yake ndiyo itakayomsaidia na ni hatari sana kwa timu pinzani. Sasa golikipa na kabaji, endapo kibaki center back wawili, mfano pale Yanga pale atakapobaki Jobu na Baka, manake wanalazimika
kuacha mwanya katikati, Diarra anasogea, wanatengeneza kama triangle, kama pembe tatu hivi inatengenezwa. Kwa maana Diarra anaacha goli, anasogea juu kidogo. Hata Kamara pia anafanyaga hivyo, anasogea juu kidogo, kitu ambacho kinasaidia hata wanapopoteza mpira wakiwa katika mazingira ya kushambulia, yani hawawapi wapinzani wao machaguo mengi ya kupiga hizo pasi. Kwa Simba ilikuwa na mfumo wa namna hiyo, kwa kitu ambacho walikihitaji wale Singida Black Stars ni kufanya hivyo, lakini walishindwa kufanya hiyo pressing na kuwapelekea Simba wapoteze hiyo mipira. Lakini katika zile nyakati ambazo Arthur Bada alikuwa anaweza kuipenyesha ile mipira, na tumeona 1v2 kwa maana ya wale center back wawili wa Simba, Chema Lone Fondo pamoja na Chamu, kulikuwa na moment kama 3 hivi ambazo zote waliweza Jonathan Soa, mshambuliaji wa Singida, aliweza kufanikiwa kuwatoroka na akawa analifesi lango. So isivyo bahati, nafikiri waamuzi tumewazungumza sana. Sihitaji sana kuzungumza habari za waamuzi tumezungumza sana. Nafikiri hivi sasa ligi iko mwishoni. Waandishi wa habari, wachambuzi, wadau mbalimbali, muda si mrefu tutakuwa na room ya kutoa mapendekezo ya kanuni, namna gani ambavyo waamuzi pengine tutawalimiti vipi. Lakini kwa hivi sasa nafikiri tumelimiti vipi ili makosa ya kibinadamu yasitokee kwa wingi, hata wao wawe na huo umakini. Hatumaanisha hawana umakini, uongezeke zaidi huo umakini kuendana na ubora wa ligi yetu. Kile ambacho kilitokea hapo jana nafikiri ni kile kile ambacho kilitokea dhidi ya Simba dhidi ya RS Berkane, wakati mwamuzi akiwa amechukua nafasi kubwa baada ya mchezo kumalizika. The same Jonathan Soa, nafikiri kulikuwa na penalti kama 2 hivi. Penalti kipindi cha kwanza kulikuwa nayo, lakini pia kipindi cha pili kulikuwa na penalti, ingawa pia kuna kadi nyekundu ambayo pia ilipaswa itoke kwa upande wa Singida Black Stars. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vili kwenda ndivyo sivyo katika mchezo hapo jana, vikisababishwa na mwamuzi risasi. Kiwango chake hakikuwa bora zaidi kama vile ambavyo tumemzoea. Kwa hiyo na nafikiri hili nimeona wadau wengi kwenye mitandao ya kijamii wana izungumza sana TFF pamoja na bodi ya ligi kama wasimamizi wa ligi. Lakini TFF pamoja na bodi ya ligi ni siku chache tu hapo nyuma TFF walitoa taarifa kwa umma kwamba msimu unaokuja wa 2025-26 hivi vilio pengine vinaweza vikapungua. Waamuzi kuhusishwa na masuala ya betting, wachezaji kuhusishwa na masuala ya betting. Kama tunakumbuka mchezaji wa golikipa wa Singida Black Stars, nafikiri alikuwa Nobo John, kitu ambacho alikifanya mpaka ikapelekea yeye kusimamishwa katika kikosi cha Singida Black cha Fountain Gate FC. Kwa mdhamini ama kuna makubaliano ambayo TFF wataingia na kampuni moja ya betting ambayo tenda bado haijawekwa mezani, lakini hiyo ipo. Na miongoni mwa faida kama tulishawahi kuelezea, miongoni mwa faida za mdhamini ambaye ataingia, kwa maana ambaye yeye ndo atakaye kuwa anahusika na masuala ya odds, kama kuna kampuni yoyote ya betting inahitaji kuweka mzigo katika mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara, watu waweze kupiga hela kupitia kampuni zozote, ni lazima zikanunue odds kwa mdhamini ambaye yeye atakuwa ndiye amefanya biashara na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania. Sasa kama yeye atakuwa amefanya biashara na kuzimiliki hizo odds, maana yake yeye mwenyewe mdhamini huyo katika jopo lake, management yake nzima, kutakuwa na wataalamu ambao watakuwa wanafuatilia mechi after mechi moja baada ya nyingine, kuanzia kwa wachezaji, mabenchi ya ufundi, mashabiki pamoja na waamuzi, kulingana na yale matukio sitofahamu. Na ikitokea mwamuzi kachezesha kama alivyocheza jana, basi kuna hiyo room kupitia sasa huyo mwenye odds zake, kwa sababu inawezekana yeye aliweka mzigo kulingana na vile ambavyo ameichungulia mechi yeye mwenyewe, lakini akaja akaona kuna mazingira ambayo yametokea sivyo. Yule mwamuzi, yule mchezaji kama ni kiongozi, atachunguzwa sasa na hiyo kampuni ambayo itachukua tenda ya kuuza hizo odds. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vitasaidia ligi yetu kutoka katika hii migogoro ambayo tunazidi kuiona. Na kimsingi hata hapo jana kuna jambo niligusia nikasema, kwa ligi ikishamalizika tutakuja kutazama mechi za Simba zenye mazengwe,
kwa maana ya alama ambazo hawakustahili kuwa nazo, mechi za Yanga ambazo hawakustahili kuwa nazo, za Dodoma Jiji na timu zingine zote ambazo zimebaki. Alafu unavyoona zitakuwa nyingi, timu gani ambayo imebebwa sana? Simba na Yanga ni wanufaika. Na Simba ule wataja namba 1 ndio wanufaika sana. Simba alimuulize Momo. Napenda kujua RS Berkane akichukua ligi ya Morocco msimu ujao atashiriki ligi ya mabingwa au shirikisho, maana yeye ndio bingwa mtetezi wa kombe hili, au ataliacha na kwenda kushiriki ligi ya mabingwa? Dolo Boy kutoka Kisasa anauliza. Mpaka hivi sasa RS Berkane ana tiketi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu ndiye bingwa wa ligi ya Morocco. Kigezo cha kwanza cha kucheza michuano ya kimataifa kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni either ushike nafasi ya kwanza kwenye ligi yako ama ushike nafasi ya pili kwenye zile timu ambazo zinatoa timu 4, kwa maana ya Morocco, Tanzania, Afrika kuna timu nafikiri kuna nchi 12 ambazo zinatoa timu 4 uwakilishi katika michuano ya kimataifa, Tanzania tukiwa katika mataifa 12. Kwa Morocco ni miongoni mwa timu ambazo zinatoa timu 2 ligi ya mabingwa na timu 2 kombe la shirikisho. Sasa kwa sababu RS Berkane wana hiyo tiketi ya moja kwa moja, hata kama wangepoteza hiyo finali bado walikuwa na hiyo nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa kwa tiketi ya kigezo cha kuwa bingwa wa ligi ya ndani. Sifa namba 1 kabisa ni ya kuchukua ubingwa wa nyumbani. Ukiwa bingwa kombe la shirikisho alafu hujashika nafasi ya kwanza wala ya pili katika ligi, maana yake wewe unakwenda kucheza na hata kama haupo top 4 umekuwa bingwa kombe la shirikisho, moja kwa moja unaenda kucheza michuano hii ya kimataifa. Lakini moja kwa moja Berkane ana hiyo tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa kwa sababu tu amechukua ubingwa wa ligi ya Morocco.